atatosha udiwani, au akiona mfupi sana asema huyu tumpe hata ujumbe wa serikali za mtaa. Sasa hicho ni chama au ni kikundi? Chama lazima kiandae viongozi, na hiyo kazi Chama cha Mapinduzi kinafanya na kitaendelea kufanya. Ndio maana hata mimi nikizungumza hapa mnasema kiongozi amefanya, amesema. Kwa nini? Moja, amepita kwenye tanuru la umoja wa vijana, tumeanzia kwenye kata kule, tumeenda kwenye matawi, tumetoka pale tumeenda vyuo vikuu, nimekuwa waziri mkuu pale wa chuo kikuu cha Iringa, nimetoka pale nimekuwa katibu mkuu wa vyuo vyote Tanzania kwa maana ya TAHLISO, nimetoka pale nimegombea udiwani, nikashinda kura za maoni, uchaguzi mkuu sikushinda, nimetoka hapo nimekuwa kiongozi wa UVCCM wa mkoa, nimemaliza, nimeenda kukimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, nimefanya kazi miezi 7 usiku na mchana, tumemaliza, nimekuwa mkuu wa wilaya ya Arusha, nimeenda kuwa mkuu wa wilaya ya Iramba kule Singida, nimetoka nimekuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa CCM taifa, nimerudishwa tena kuwa mkuu wa wilaya Urambo, nimekuwa mkuu wa wilaya kule Songwe, wilaya ya Momba Tunduma, baadaye nimetoka nimekuwa mkuu wa mkoa Simiu, nimekaa Simiu mwaka na miezi kadhaa, nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, nimetoka Arusha nimekuwa mwenezi wa chama hiki. Sasa ukinisimamisha mimi na bwana Heche, hata kwa experience kweli, yani unaweza ukachambua kitu gani? Yeye mwenyewe anajua, ndio maana hata kwenye mdahalo hataki. Juzi ameulizwa, bwana mdahalo vipi? Anatoka nje ya kii. Sasa mi bado namuhitaji, mwambie namuhitaji, tukae tuzungumze ili tujenge hoja ambazo zitakuwa na maslahi mapana kwa taifa. Kwa hiyo chama hiki kinaandaa viongozi, wenzetu wanaopoteza viongozi. Na kuleta ushahidi, msije mkashangaa, 2015 tuliwaazima mzee Lowassa, nafikiri mnakumbuka. Kwa hiyo hata 2030 msije mkashangaa tukawaazima tena mtu mwingine kule. Hawana watu wa kukompiti na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo chama hiki kitaendelea kulea vyama hivi vingine kuhakikisha kwamba tunajenga taifa imara lenye upendo, umoja na mshikamano. Lakini juzi wakati ndugu Heche, rafiki yangu niseme kaka yangu, anazungumza, ndugu Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema, alisema kwamba chama pekee ni Chadema. Lakini mimi napenda tu kumwambia kwamba CCM ina mfumo imara wa uongozi kama nilivyoufafanua. Tumeanzia chini, shina, tumeenda tawi, tumeenda kata, tumeenda wilaya, tumeenda mkoa, tumeenda taifa. Ni chama taasisi. Chadema sio chama taasisi. Chadema ni kikundi tu cha watu wanne. Ndio maana hata kwenye mikutano yao ya siasa mnaona wanabebana wote kama kundi. Wanaenda huko, unamkuta pale Heche, unamkuta katibu mkuu Mnyika, unamkuta yule kijana mdogo huyu wakili sio anaitwa nani, jina lake simfahamu vizuri, unamkuta yule dada yule anaitwa nini, fedha za zamani zinaitwaje hizi nini, sijui Rupia. Yes, umenisaidia, huyo si Rupia. Kule linawatoka, na hatutumii matusi, tunajenga hoja, tunasema sera. Watanzania wamejaa, na hatufanyi mikutano sokoni kama wao au kwenye kujibanza kwenye uchochoro afu wanapiga zile picha za kulala hivi, yani vichwa tu, uoni matumbo wala nini. Sasa hii ni tofauti ya CCM na hivi vyama vingine. Sisi tuna experience ya uongozi na Watanzania wanajua kwamba chama kikubwa ni kipi, wala hatutumii nguvu kusema CCM ni chama kikubwa. Sisi tupo ni baba. Sasa mtoto anapohangaika kukua, naye anasema na mimi siku nitakuwa baba. Okay, ni sawa, lakini bado tunaendelea kuwalea. Kwa hiyo ndugu Heche ajue CCM ni dude kubwa sana, ni chama kikongwe, ni chama ambacho kina historia na Watanzania. Huwezi kuongelea maendeleo yoyote ya nchi hii bila kutaja CCM. Ukiona lami yoyote ya Tanzania, jua ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Ukiona umeme unawaka popote, ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Ukiona vyuo vikuu vimejengwa, ni Chama cha Mapinduzi. Tangu uhuru ni sisi ambao tuna. Kwa hiyo haya maendeleo yote sema bila kutaja Chama cha Mapinduzi. Hata uwepo wa Chadema ni kwa sababu ya Chama cha Mapinduzi, maana ndio tuliruhusu 92 mfumo wa vyama vingi. Japo Watanzania wengi walikataa mfumo wa vyama vingi, lakini mwenyekiti wa CCM wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akasema twendeni kwenye mfumo wa vyama vingi. Kwa hiyo toka 95 tunawachapa, 2000 tunawachapa, 2005 tumewachapa, na 10 tumewachapa, 15 tumewachapa, 20 tutawachapa, 40 tutawachapa, na
na uwezo wa kufanya kazi na ikaleta matokeo. Kwa hiyo hilo nilipenda nimtaarifu ndugu yangu kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama taasisi. Lakini jambo lingine, mifumo yetu ya kiuongozi kuanzia shina inatusaidia kupeleka taarifa kwa wakati, kwamba taarifa ikitoka taifani inashuka mkoani, inashuka wilayani, inashuka katani, inashuka tawini na kwenye shina ndani ya sekunde chache, kwa sababu leadership. Kwa hiyo mnaweza mkaona waandishi wa habari relation nzuri ambayo iko hapo. Lakini jambo lingine, sisi sio chama cha matukio, sisi ni chama cha kazi muda wote. Hatupelekeshwi na ajenda za matukio. Wakati yule rais wa Venezuela amekamatwa, ilikuwa ndo ajenda ya Chadema. Vita ya Iran ilipoanza ndo ajenda ya Chadema. Imetokea sijui kuna gari huko likipata pancha wanabeba, hiyo ndo ajenda yao. Sasa huelewi wana dira ipi, wana sera zipi, hujui yani kwamba hawa wanataka. Mimi nawaambia leo na nyinyi ni mashahidi, hata hichi ninachokiongea leo hiki kitakuwa ni ajenda yao, kwa sababu hawana ajenda. Kama naongea uongo mtaniambia, labda waone aibu sasa kuniandika kwa kuwa nimesema hivi. Lakini utaona wote pale wameanza kunitukana, na mimi napenda kutukanwa, kwa sababu unapomtukana chifu maana yake unajitafutia laana tu. Kwa hiyo wala hilo alinisumbui. Lakini jambo lingine nalopenda kulisema ni kwamba Chadema kimetoka kuwa chama cha siasa, limekuwa ni kundi la wanaharakati, wanaendeshwa na remote. Yani anachokisema Maria Sarungi ndio anachokifanya Heche, anachokisema Maria Sarungi ndio anachokifanya yule nani yule, huyu nani huyu, huyo Sugu sijui, chochote wanachosema wale wanaharakati ndio hao viongozi wametekwa humo, wanafanya hayo mambo. Sasa hiki sio chama cha siasa, ni kigenge na kikundi ambacho kimepoteza focus. Mimi ni waombe ndugu zetu wa Chadema warudi kufanya siasa za kistaarabu. Tunapenda ushindani ambao una tija, tusifanye ushindani ambao hauna tija. Lakini tufanye ushindani wa kuijenga nchi, sio kuibomoa nchi. Tufanye ushindani wa kuunganisha Watanzania, sio kuwatenga Watanzania. Lakini tusitumie harakati kuharibu nchi, alafu tutumie fursa hiyo kujijenga kisiasa. Hiyo ni dhambi na sio jambo zuri. Kwa hiyo wenzetu tunawataka tufanye siasa za kistaarabu, na ndio maana kudhibitisha hilo mimi bado na asistia waandishi wa habari ni kuniitia Heche, Sugu, Lema, Bonia na wahitaji kudahalo wao wawe wote. Mimi nataka tukae mezani. Bado naomba Tanzania wanisikie kwamba na wahitaji ni waeleze CCM imefanya nini, na wao wakosoe na niwape data na majibu na takwimu, kwa sababu najua pale hakuna mtu anayejua yote. Waje tu kae tu. Lakini jambo lingine, kwa Chama cha Mapinduzi ni chama cha wazee. Tunakubali ni chama cha wazee,